Kamu jual ya motornya? Waalaikumsalam. Filamu inaanza katika shule ya sekondari ambapo mwalimu alikuwa anagawa matokeo kwa wanafunzi. Alianza na wanafunzi waliofaulu vizuri kwa alama 100, akashuka mpaka chini kabisa. Mwanafunzi wa mwisho ana alama 40. Huyu jamaa anaitwa Bima. Mwalimu akawa amemkosoa sana mbele ya darasa zima, akimwambia kwamba ana matokeo mabaya, hata kuwa na maisha mazuri kabisa. Akamziaki kwa matokeo yake mabaya wakati ameketi na binti ambaye anafanya vizuri sana. Huyo binti aliyeketi naye hapo pembeni anaitwa Dara, ndiye mwanafunzi mwenye alama za juu zaidi darasani na anasifika kuwa ni msichana mwenye akili pamoja na nidhamu kubwa sana hapa shuleni. Licha ya tofauti yao katika masomo, Bima na Dara ni wapenzi bana na wanajulikana shule nzima. Watu huwa wanawaona kabisa hawa watu watakuja kuwa wanandoa bora sana huko mbeleni. Kwa nini wanasema hivi? Ni kwa sababu jinsi ambavyo hawa watu wanaelewana na wanakubaliana kila hatua. Baada ya kutoka shuleni, wawili hao wakaenda moja kwa moja katika nyumba ambayo alikuwa anaishi Dara. Walionekana wakiwa wanacheza, wakiwa na furaha kubwa sana. Ukaribu huu unaonyesha wazi jinsi ambavyo wamezoeana na wako huru sana wanapokuwa pamoja. Dara alikuwa ni mshabiki mkubwa sana wa utamaduni wa Korea na alikuwa anatamani siku moja aende huko baada ya kuwa amemaliza masomo. Sasa kwenye michezo hisia zilikuwa zimebadilika. Walichokiona mwanzoni kama utani kikaishia kuwafanya washindwe kabisa kujizuia kihisia. Kwa mara ya kwanza wakawa wamevuka mipaka ya uhusiano wao. Baada ya hili jambo, kila mmoja akawa anamwonea aibu mwenzake. Ndo mara yao ya kwanza. Kwa sababu ni mara yao ya kwanza, Dara akamwambia Bima kwamba asimwambie mtu wa aina yoyote kilichotokea hapa. Tangu siku hiyo Dara akawa na wasiwasi sana, akawa ni mtu mwenye mawazo mengi, akaanza kujitenga na Bima. Muda wa michezo shuleni, Bima akajaribu sana kuzungumza na binti, lakini binti bado alikuwa anamuonea aibu. Bima hakuacha kujisogeza kwa huyu binti ili kuendelea kumtia maneno ya faraja. Taratibu binti akaanza kumkubalia, wakaanza kuzungumza tena. Sasa ili kuondoa mawazo, wakaamua siku moja watoke kwa pamoja, waende kula chakula cha baharini. Wakati wakiwa huko wanakula huku wakiwa wanafurahi, Dara akaanza kujisikia vibaya. Ghafla akaanza kusikia kichefuchefu, akawa amekimbia kwenda kutapika. Mwanzoni walifikiri pengine ni chakula ambacho binti alikuwa amekula hapa. Sasa hicho kichefuchefu kilivyokuwa kinamshika huyo binti mpaka kikaanza kumtia wasiwasi, mama yake Dara akaanza kugundua kwamba binti yake ameanza kuwa na mabadiliko. Kipindi hiki mama yake Dara alikuwa anaonekana ni mtu ambaye anamkubali sana Bima kwa sababu ni kijana mwenye heshima na mtu mwenye tabia nzuri. Hata hivyo, Dara aliendelea kuficha siri kubwa sana kuhusiana na kile kitu ambacho kinamsumbua katika mwili wake, japo hakuwa na uhakika wa aina yote. Sasa baada ya kuona dalili zinazidi kuongezeka, binti hazioni kabisa siku zake, anatembea na wiki tu hapa, Dara pamoja na Bima wakaamua kwenda kununua vipimo vya kupima ujauzito. Hata hivyo, wakahisi aibu sana, watu watawauliza maswali, hivyo wakaamua kutumia njia nyingine kwa kuagiza baadhi ya vitu pamoja na hivyo vipimo vikiwa ndani yake. Kweli wakuwa wamefanikiwa kupata walichokiagiza. Wakaamua kupima mimba ili waone, je, wanachokihisi kiko sawa ama hakiko sawa, ili wafikirie jambo jingine. Baada ya vipimo, kipimo kinaonyesha kwamba Dara ni mjamzito. Vichwa vikachemka sana, mawazo yakawatawala. Walikuwa na wanafunzi wachangamfu mbele ya watu wote, walibadilika ghafla tu na kuwa watu ambao hawana furaha. Badala ya kuwa wanafunzi ambao wanapaswa kufikiria masomo na ndoto zao, wao wakaanza kufikiria kuhusiana na jukumu kubwa ambalo linaokabili huko mbele kwa mbele. Bima akaanza kumkwepa Dara kwa sababu alikuwa anajiona ni mtu mwenye hatia. Akashindwa mpaka kufikiria vizuri kabisa, kiasi kwamba siku hiyo kijana akawa ameacha pikipiki yake, akaamua kupanda bajaji kurudi nyumbani. Sasa familia hizi mbili ni familia tofauti. Familia ya Dara kidogo wao ni watu wenye uwezo wa kifedha, lakini familia ya Bima wao wenyewe hali cheche. Bima akiwa nyumbani, mama yake akawa amegundua kwamba kijana wake hana furaha. Mama ikabidi kumuuliza, mbona kijana amerudi nyumbani hapa bila pikipiki? Akaanza kuhisi pengine kijana wake amaanza kujihusisha na madawa ya kulevya, ndiyo sababu kijana amesahau pikipiki yake. Mama akaanza kumlaumu kijana. Sasa kijana akashindwa kabisa kuthibitisha, akashindwa kuzungumza hata kile kinachomsumbua kwenye kichwa chake, kwa sababu anajua hili ni pigo kubwa kwa familia. Hivyo kijana akawa anavumilia tu hapa. Babake akawa anamtuliza, anajua pengine kijana wake atakuwa amesahau. Maneno alivyozidi kuwa mengi sana hapa, kijana akaanza kulia kwa uchungu. Ikabidi kukimbilia chumbani kwake, kwa sababu kinachomuumiza sio maneno ya kusingiziwa kitu ambacho hakijui wala hajawahi kukitumia,
lakini ni jambo ambalo amekwisha kulitenda. Kijana akiwa chumbani huko, mzee wake alikuwa amemfuata akienda kumpa maneno ya kiutu uzima, akimwambia kwamba hakuna mtu yoyote ambaye hajawahi kudanganya ama kukosea. Mzee anazungumza hivi kwa sababu bado hajajua mwanaye amebeba siri nzito kiasi gani ndani ya moyo wake. Laiti angejua. Na kijana akaamua kunyamaza kabisa, hakusema ukweli kwa wazazi wake. Upande wa Dara, yeye akawa analia sana akiwa peke yake, anajutia kile kilichotokea. Muda mfupi baadaye, Bima akawa amempigia simu wakutane. Bima akamwomba msamaha kwa yaliyotokea, akamhakikishia kwamba kwa sasa hatamwacha peke yake, hili tatizo watakabiliana nalo wakiwa pamoja. Hata hivyo, kwa sababu ya hofu ya maisha ya baadaye, Bima akapendekeza njia tofauti, ni kutoa hii mimba ili waendelee na maisha yao kama kawaida bila mtu yoyote kujua. Akiwa hana la kufanya, Bima akaanza kuuliza marafiki zake kwa sababu hakuwa na uelewa wa aina yoyote na hilo swala. Katika harakati hizo akaenda kukutana na rafiki wake wa karibu anaitwa Pong. Bima akamwomba amkopeshe pesa. Alikuwa ajui kabisa atapata wapi hizo pesa kwa sababu hakuwa na shughuli ya aina yoyote zaidi ya kusoma tu. Basi baada ya kufanikiwa kupata pesa, Dara akaongozana na rafiki yake alikuwa anaitwa Dina kwenda sehemu ambayo watafanya utoaji wa mimba. Lakini walipofika hapo, binti akaanza kuona kabisa hawezi kutoa kiumbe ambacho kiko tumboni kwake, hivyo akawa amebadili maamuzi. Akawa ametoka hapo bila kufanya chochote, akamweleza Bima kwamba hawezi kabisa kutoa kitu kilichomo ndani ya tumbo lake. Bima ikabidi kusimama upande wa Dara, mpenzi wake. Kila tatizo lililopo inabidi walitatua wakiwa pamoja. Kadiri siku zilivyozidi kwenda, tumbo likaanza kuongezeka. Kama wasemavyo Waswahili, mimba haifichwi. Dara akaanza kuvaa nguo za kulegea ili kuficha mwili wake isionekane. Binti akaanza kukosa kujiamini kabisa, ni mawazo tu, anawaza namna sahihi ambavyo atalivuka hili jambo. Siku moja Bima ikabidi kumtembelea hapa mwenzake, akamletea sare mpya, sare kubwa hizo, ili tu zimsaidie kumstiri, zimfiche huo ujauzito usionekane kwa muda, ikiwezekana wafike mpaka katika mitihani, wamalize mitihani. Kijana akawa amemtia moyo sana mpenzi wake asiache masomo kwa sababu wamebakiza miezi michache tu ili wamalize mitihani yao ya taifa. Bima aliamini kwamba licha ya matatizo yote wanatakiwa kukubaliana nayo na wapambane nayo katika kila hali. Sasa kijana huyu licha ya kusoma, alikuwa akipata nafasi, alikuwa anaendelea kumsaidia babake katika harakati zake za kutengeneza pikipiki na vifaa mbalimbali. Akiwa anazungumza na babake, akafichua kwamba ndoto yake ilikuwa ni kujiunga na chuo kikuu cha jijini Jakarta. Shida ilikuwa ni moja tu, hii familia haina pesa kabisa za kumwezesha huyu kijana kwenda huko chuo kikuu. Kwa hiyo ni wazi kwamba ndoto zake sio rahisi kama jinsi ambavyo yeye anafikiria. Siku moja shuleni, wakati wa michezo, Dara akawa amepigwa na mpira kwa nguvu kichwani. Kwa bahati mbaya tu, maumivu haya yalimfanya azidiwe. Sasa wakiwa hapo, kuna rafiki yake ambaye alikuwa anamsaidia. Kwa bahati mbaya hakuwa na kaba, akuwa amerupuka mbele ya wanafunzi pamoja na mwalimu kwamba hizi ni dalili Dara ana mimba. Siri ikafichuka, japo ilikuwa imefichwa kwa muda mrefu sana. Baada ya hili tukio, wazazi wa Bima pamoja na Dara wakawa wameitwa shuleni, wakalazimika kukutana na uongozi wa shule ili kujadili kilichotokea. Hali hii ilikuwa ni aibu, familia mbili zote hazikuelewana kwa sababu kila mmoja alikuwa anavutia na alikuwa anatetea upande wa mtoto wake. Lawama zote akaanza kutupiwa Bima. Wazazi wa Dara wakaanza kumpushi binti yao ili aseme kwamba Bima alimlazimisha kufanya hicho kitendo ili Bima aingizwe katika hatia na kilichopo mbele yake maana yake itabidi afungwe. Binti akawa amekataa kabisa, akasema kwamba haya yaliyotokea ni maamuzi yao wao wote wawili, hakuna mtu yoyote anayetakiwa kulaumiwa katika hili, yeye ndiye aliyepelekea hili jambo kutokea. Wazazi wake wakawa wamechoka kabisa. Bima akajaribu kuongea mbele ya wazazi, yuko tayari kubeba jukumu, akaomba radhi kwa kile kilichotokea. Lakini baada ya muda, uongozi wa shule wakaamua kumfukuza Dara kwa sababu alikuwa na ujauzito. Bima yeye kwa upande mwingine akawa haruhusiwi kwa muda fulani asiendelee kuja katika masomo mpaka pale ambapo atapewa taarifa arudi shuleni. Hii ikawa ni adhabu tofauti sana na binti Dara, na tukio hili likaacha mjadala mkubwa sana kuhusiana na jamii, namna ambavyo inamhukumu mtoto wa kike kulingana na kile kilichotokea. Baada ya kufukuzwa shule, wazazi wa Bima wakamchukua Dara ili kumpeleka nyumbani kwao. Baada ya kufika huko, Dara akawa amepokelewa vizuri tu, licha ya kwamba alipokelewa siku ambapo kulikuwa kuna msiba eneo hili. Jukumu la Dara lilikuwa mikononi mwa Bima. Baadaye Bima na Dara wakienda hospitalini
kwa ajili ya uchunguzi. Daktari akieleza kwamba kuna hatari kubwa sana binti anapopata ujauzito katika umri mdogo kama huu. Akawatahadharisha kuhusu uwezekano wa kupata matatizo makubwa sana wakati wa kujifungua, ikiwemo kutokwa na damu nyingi. Hatari nyingine inaweza kusababisha maisha ya mtoto pamoja na maisha ya mama kutoweka, yaani wote wanaweza kufariki. Baada ya siku kadhaa, wazazi wa Dara baada ya kujitathmini wakaamua kumfuata binti yao na wakawa wamemkokota, wakamtoa hapo moja kwa moja na kurudi naye nyumbani. Mdogo wake Dara alimkaribisha kwa furaha, lakini katika stori zao mdogo wake akamwambia kwamba kulikuwa kuna mpango mwingine umepangwa na wazazi wake. Inasemekana kwamba mjomba pamoja na shangazi yake Dara walikuja hapa nyumbani wakajadiliana, na kuna uwezekano mkubwa binti atakapojifungua tu mtoto atachukuliwa na mjomba pamoja na shangazi wake kwenda kulelewa huko, ili binti aendelee na masomo na mambo mengine kupambania ndoto yake. Hili jambo binti alilipokea tofauti, lakini wazazi waliamini kabisa Bima pamoja na Dara bado hawajakomaa, bado ni kama watoto, hawawezi kulea. Habari hii ilimuumiza sana Dara. Yeye alikuwa na maamuzi tofauti, akaenda moja kwa moja kuwauliza wazazi wake kwa nini wameamua kufanya haya maamuzi bila kumshirikisha. Akasema kwamba licha ya haya makosa yote aliyofanya, bado anahisi kwamba huyo mtoto ni sehemu ya maisha yake. Wazazi wala hawakumuelewa katika hili jambo. Dara ikabidi kumwelezea Bima kwamba wazazi wake walichokipanga ni hiki: mtoto atakapozaliwa atapelekwa kulelewa na watu wengine. Mama yake Bima hakuunga kabisa mkono hii hoja, lakini baba yake akawa anaona hali hii ni ngumu kwa sababu wao hawana fedha na familia ya kina Dara ni watu wenye pesa, ni watu wawili tofauti. Yawezekana kuna nguvu nyingine ikatumika hapo. Siku moja dada mkubwa wa Bima ikabidi kurudi hapa kutoka Bandung. Alikuwa amepanga kufunga ndoa siku za hivi karibuni, lakini kutokana na habari ambazo zimemkuta mdogo wake ikabidi kuharibu mipango yake na kuja kwa mdogo wake ili kuhakikisha kwamba kijana anakuwa katika hali nzuri. Alimkasirikia sana mdogo wake kwa sababu muda huu wa kuhangaika na haya mambo yote wangekuwa wanahangaika na masomo. Familia Bima ikaenda moja kwa moja nyumbani kwa Dara. Siku hiyo walienda kwa tofauti na walipokelewa vizuri sana. Hapa mpango ulikuwa ni mmoja tu, hawa watu inabidi waoane. Wakazungumza na mazungumzo yakaenda vizuri kabisa. Bima anatakiwa kumwoa Dara, kila kitu kikaenda sawa na Bima na Dara wakawa wamefunga ndoa rasmi, wakawa ni mke na mme. Baada ya ndoa kufungwa, Dara akawa anamuuliza mume wake kama anaweza kuendelea kupambania ndoto yake ya kusoma huko nchini Korea. Bima akamwambia kwamba asiache kuamini ndoto hiyo, akasisitiza kwamba maisha yao hayapaswi kabisa kuishia katika kosa ambalo limekwisha kutendeka. Ingawa sasa ni mme na mke na maisha hayakuwa rahisi kabisa. Baada ya siku ya adhabu kuisha kwa Bima, Bima akawa amerudi shuleni rasmi kuendelea na masomo, lakini mazingira yalikuwa tofauti kabisa hapa, kwa sababu kila mmoja hapa shuleni alikuwa anajua kilichotokea. Licha ya kusoma kwa bidii, lakini pia alikuwa anachakalika sana. Alikuwa amepata kazi katika biashara ya baba yake Dara. Kijana alikuwa anapambana sana ili kupata chochote kitu kwa ajili ya kutimiza majukumu ya familia yake, na baba yake Dara alikuwa anamuelewa sana katika upande wa kazi. Kadiri siku zilivyozidi kwenda, kijana alijitahidi sana, lakini sasa maisha hayakuishiwa changamoto kabisa baina ya hawa watu wawili. Shinikizo la majukumu na hali ya maisha yakaanza kuwafanya wao wanagombana mara kwa mara. Binti alitamani muda wote uwe kama ule ambavyo mwanzoni walipokutana. Upande wa kijana, yeye alikuwa anatamani apate hata muda kidogo atulize mawazo, acheze kidogo hapa, akili kae sawa. Mwanamke hakutaka kabisa hilo jambo, alitaka wacheze kama mtoto na mtoto mwenzake. Kuna siku yakawa imetokea mabishano makali sana kiasi kwamba kijana akawa ameshindwa kabisa kuendelea kuhandle hii situation, akaamua kurudi nyumbani kwao. Sasa baada ya yeye kurudi nyumbani kwao, binti akawa na wasiwasi kubwa na akawa ni mnyonge kupita kiasi. Mtu aliyekuwa anamfariji alikuwa ni mama yake Dara mwenyewe. Mama yake Dara baada ya kuzungumza na binti yake akaona kabisa binti yake kaanza kukata tamaa ya maisha, hivyo akaamua kumletea marafiki zake waje kumtembelea wamtie moyo kidogo. Hili jambo kweli lilimfurahisha sana huyu binti. Sasa katika furaha, baada ya siku kadhaa, binti akawa ametambua kwamba maziwa yake yameanza kutoka. Hii ni ishara kwamba ujauzito umefikia hatua ya mwisho. Tukio hilo lilimfanya azidi kuwa na uzito kabisa katika hali yake ya maisha. Mama yake alikuwa karibu na binti yake, alikuwa anaendelea kumtia maneno yenye busara na kumtuliza kwa sababu yeye tayari ana uzoefu wa kuwa mzazi. Baada ya siku kwenda kurudi,
Bima na Dara pamoja na familia zao zote wakaenda tena kufanya uchunguzi. Safari hii daktari akasema kwamba mtoto aliyomo katika tumbo la huyu binti ni mtoto wa kiume na yuko na afya nzuri kabisa. Baada ya kutoka hapa, Bima akamwomba radhi mke wake, akamwomba msamaha kwa makosa yote aliyomtendea, akamwomba mpaka msamaha mtoto ambaye bado hajazaliwa, akaahidi kwamba atakuwa baba bora. Baada ya siku kadhaa, mjomba na shangazi wa Dara wakawa wamefika hapa kuzungumzia swala lao. Wanahitaji kupata uhakika wa kuja kumchukua huyu mtoto atakapozaliwa. Katika mazungumzo haya, kijana alikuwa hapa anasikiliza. Sasa namna alivyokuwa anazungumza, wazazi wa Dara walikuwa wamekubaliana kabisa na hii hoja, na kijana yuko hapa ni kama anapigwa tu ukungu. Nilikuwa namuumiza sana kwa sababu shangazi na mjomba wanaongea kama wao ndo wazazi wa huyo mtoto ambaye atakayezaliwa. Bima akawa amekasirika kabisa, akawa ametoka kabisa hilo eneo na kwenda nje kwenda kupunga upepo. Mke wake akawa amemfuata huko kwenda kumtuliza. Mpango wa wazazi wa Dara ulikuwa ni mmoja tu: mtoto atakapozaliwa hawa watu inabidi wapeane talaka, kila mmoja aishi maisha yake, apambanie ndoto yake. Binti Dara anatakiwa kwenda moja kwa moja Korea kwenda kusoma, kwenda kupambania ndoto yake. Bima yeye aendelee na maisha yake hapa Indonesia, atakavyoamua kufanya aendelee kufanya. Na binti kwa sasa ameanza kuamini wazazi wake, mtoto atakapozaliwa apelekwe tu kwa washangazi na mjomba wakamlee. Lakini Bima bado alikuwa na chakata mawazo kichwani kwake. Baadaye familia zote mbili zikakutana tena kujadili hatima ya mtoto. Mazungumzo yao yalikuwa ni makali sana. Walioongoza kuwa makali ni mama wa Bima na mama wa Dara. Walivutana kinoma. Kila mmoja alikuwa anataka kujua mustakabali wa mjukuu wake. Mama yake Dara yeye alikuwa tayari kabisa huyo mtoto apelekwe kwa shangazi pamoja na mjomba wa Dara, lakini mama yake Bima hayuko tayari kabisa katika hilo jambo, na ulikuwa ni mvutano mkali sana. Kabla hawajafikia maamuzi ya mwisho, afya ya Dara ikaanza kudhoofika, hivyo mazungumzo yakawa yamesitishwa mara moja. Mama yake Bima hakukubali kabisa huo mpango, na ilionekana wazi, na alikuwa mkali kupita kiasi. Mume wake tu ndo alikuwa anampoza katika hili jambo, kwa sababu lililomkera zaidi ni kwamba eti mtoto azaliwe tu, Bima na Dara wapeane talaka. Hii haijakaa sawa. Siku moja baba yake Dara akamwalika mtoto wake kwenda kununua nguo za mtoto kama kumbukumbu ya ujauzito huo, lakini mama yake Dara akawa amepinga kabisa hilo wazo. Akasema kwamba mtoto atakabidhiwa shangazi pamoja na mjomba, yeye anachotakiwa kuzingatia ni masomo pamoja na kupambania ndoto zake. Full stop. Dara akaomba msamaha kwa wazazi wake kwa huzuni aliyowaletea. Badala ya kusoma na kupambania ndoto yake, sasa wanapambana na mimba na stress ambazo zinawapiga kulingana na hili jambo. Mama yake akawa amemkumbatia binti na akawa amemsamehe. Hii inaonyesha wazi kwamba upendo wa mzazi hauondoki kwa mtoto anapokosea. Muhimu mtoto anapotambua kosa na kuomba msamaha. Katika familia ya Bima, mama yake kila dua alikuwa analia sana mbele ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu anaona kabisa maamuzi ambayo yanachukuliwa upande wake hayapo sahihi kwa mtoto wake. Hili jambo lilikuwa linamuuma sana hata Bima mwenyewe, kumwona namna ambavyo mama yake anateseka. Kijana akiendelea kumtembelea mke wake, siku moja akawa amempelekea na chakula kabisa, akamwambia kwamba afikirie kwa kina kuhusiana na maamuzi ya familia yake. Badala mtoto apelekwe kwa mjomba wake Dara, anatamani yeye amlee mtoto wake kwa sababu yeye ndiye baba halali. Hii kauli ilimfanya Dara abadili mawazo mara moja, kwa sababu alikuwa bado pia anampenda huyu kijana. Akaamua kweli mtoto atakapozaliwa apewe Bima badala ya kupelekwa kwa mjomba na shangazi wake. Binti hili wazo akalipeleka kwa wazazi wake. Uamuzi huu ulisababisha mabishano makali kabisa mapya kwenye hii familia, na mama alikuwa mkali kwa sababu maandalizi ya kumpokea mtoto mgeni na kumpeleka kwa shangazi na mjomba yalikuwa tayari yamekwisha kukamilika. Kwa nini huyu binti anakuja kuvuruga mwishoni huku? Mama yake Dara aliongea licha haya yote, bado Dara aliamua kusimamia msimamo wake kwamba mtoto ni wa Bima, hivyo akizaliwa apewe Bima. Hatimaye baada ya siku kwenda siku kurudi, binti kweli siku ya kujifungua ikawa imefika. Baada ya uchungu mkubwa na jitihada za wauguzi, Dara akawa amefanikiwa kujifungua mtoto wa kiume akiwa salama, akiwa mzima mwenye afya. Jambo jingine likaibuka hapa. Dara mwenyewe akawa amepata tatizo kubwa sana. Damu nyingi zilivujia. Madaktari wakalazimika kumfanyia upasuaji wa kuondoa kizazi ili kuokoa maisha yake. Wakamhusisha mme wake ili atoe uamuzi. Wazazi wako hapa wanamtazama mwanaume baada ya kutafakari akaamua kutiririka wino kwenye fomu kukubali kwamba mke wake afanyiwe upasuaji ili kuokoa maisha yake. Baada ya muda, familia nzima ikasali kwa ajili ya Dara. Kwa bahati nzuri, upasuaji ulikuwa umefanyika vizuri kabisa na Dara akawa amefanikiwa kurudi katika hali yake ya kawaida. Baada ya kupata nafuu, Bima akamletea mtoto wao ili amshike kwa mara ya kwanza kama mama. Baada ya kutoka tu hospitalini,
muda wa kufanya uamuzi wa mwisho ukafika. Kwa makubaliano ya wote wawili, mtoto akakabidhiwa Bima, sio shangazi wala mjomba wake Dara. Bima ndiye baba wa mtoto, anatakiwa kumlea. Kisha Bima na Dara wakaamua kutarakiana, wakaamua kuagana kwa huzuni, wakakumbatiana huku wakijua kabisa kila mmoja atalazimika kutafuta njia tofauti na mwenzake, ingawa wataendelea kuunganishwa milele na mtoto wao. Filamu hii inaishia hapa, ikiacha somo kubwa sana kuhusiana na athari za maamuzi ya haraka, uzito wa uwajibikaji na jinsi kosa moja linavyoweza kubadilisha kabisa mwelekeo wa maisha ya watu wengi. Subscribe, like na kucomment, I say.